Yes, mtazamaji wa Dunia Digital, hizi ni update bwana, na habari kubwa kwa sasa, kitu ambacho kipo kwenye macho na masikio ya watu wengi ni kuhusu tetesi za usajili ambazo zinaendelea kunako vilabu mbalimbali, na sasa hivi tunavyozungumza, tayari dirisha limekwisha kufunguliwa, na kinachofanyika sasa ni timu kadha ama timu mbalimbali zikiendelea kufanya usajili katika kuhakikisha wanaimarisha vikosi vyao. Kuna baadhi ya timu pia ambazo zinaenda kwenye mashindano ya kimataifa, tukizungumzia Simba, tukazungumzia Yanga, lakini pia Azam wakiwa wanaenda kwenye mashindano ya kimataifa. Kinachofanyika kwa sasa ni kila timu kuhakikisha inajiimarisha na kuimarisha vikosi vyao. Sasa taarifa ambazo zipo moto sana ni kwenye klabu hizi za Simba pamoja na klabu ya Yanga ambazo zimekuwa zikijikita zaidi kwenye usajili, na ukizingatia ni timu ambazo zimekuwa na mambo makubwa ambayo wanayafanya kimataifa, especially kwenye klabu bingwa barani Afrika. Sasa bwana, taarifa ambayo imeclick sana kwenye mitandao ya kijamii ni juu ya klabu ya Yanga kumalizana na mchezaji wa Richards Bay FC Afrika Kusini, Turan Gumede ambaye ana miaka 25, na huyu ni mchezaji mzuri ambaye Yanga wanawania saini yake, na inavyosemekana mpaka sasa maongezi yamefikia pazuri, na Yanga imeongeza kasi, nguvu na ubunifu mkubwa kwenye eneo la ushambuliaji endapo watampata mchezaji huyu ama endapo watakamilisha usajili wa Turan Gumede mwenye miaka 25. Sasa nataka nikupitishe tu, huyu Turan ni nani? Yeye huyu bwana ni winga wa kulia na ana kasi kubwa na anapenda pia kushambulia, beki mmoja kwa moja, lakini pia ana uwezo mzuri wa kupiga pasi na kupiga chenga, na pia chenga zake na kupenya pembeni kabla ya kutoa pasi za mwisho, yani anapiga zile key pass, na ana nidhamu ya kurudi kusaidia ulinzi pale timu inapopoteza mpira. Lakini jambo muhimu kwa sasa katika mfumo wa soka la kisasa, hiki ndicho ambacho anahitajika mchezaji wa namna hii ambaye akipoteza mpira ana uwezo wa kurudi nyuma kutafuta, lakini pia ana uwezo wa kurudi nyuma kuhakikisha backline zake zinakuwa sawa na kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa. Kwa hiyo huyu Turan Gumede ambaye Yanga inavyosemekana mpaka sasa wanapushi sana usajili wa mchezaji huyu ili kuhakikisha wanaweka vizuri na wanajiweka vizuri, hususan kuelekea katika mashindano mbalimbali, hususan wanapoenda kushiriki mashindano ya kimataifa, lakini wanaenda kutetea taji la ligi kuu na wanaenda kuhangaika ama kupambana kwa ajili ya kupata kombe la shirikisho ambalo wamelikosa katika msimu huu. Lakini pia mchezaji huyu bwana ana uwezo wa kucheza pande zote za ushambuliaji endapo kocha atahitaji kubadilisha mfumo, na umri wake ni mdogo sana, miaka 25. Bado ni mchezaji ambaye kiwango chake lakini pia umri wake bado ana nafasi ya kuendelea kuimarika. Endapo Yanga watakamilisha usajili huu, basi mashabiki wa Yanga wategemea kuona ushindani mkubwa kwenye nafasi za mawinga na kuongeza makali ya safu ya ushambuliaji kuelekea msimu ujao. Huyu Tulan bwana anaonekana yeye ni mtu kazi haswa, na ni winga tofauti na mawinga ambao wapo Yanga. Ana uwezo wa kufunga magoli nje ya boksi, lakini pia anacheza akiwa na nishati ya kutosha kabisa. Ana uwezo mzuri wa kuokota mpira. Muhimu zaidi ni winga ambaye hana mambo mengi. Yanga endapo watafanikiwa, basi watakuwa wamefanya kitu kikubwa. Lakini hii haitoshi tu, Yanga bado wanamhitaji winga huyu kwa sababu wanahitaji kuboresha kikosi chao, ukizingatia wana mashindano mengi kama ambavyo nimekuambia, mashindano ya kimataifa, lakini pia wana mashindano ya ndani ambayo pia wanahitaji kumpata winga kama Turan Gumede. Lakini pia bado Yanga wanakimbizana na sign ya Justin Fregaido ambaye yeye alikuwa ni mshambuliaji kiongozi wa Chippa United pale South Africa. Tunachokiona sasa hivi timu nyingi Simba, Yanga zimejikita sana South Africa. Yanga wamechukua kocha kutoka South Africa, lakini pia Simba naye kocha wake ni kutoka South Africa. Kwa hiyo timu ya Simba na Yanga zinakimbizana kwenye usajili kwa kutokea pale South Africa. Na hii ni kwa sababu gani? South Africa vilabu vingi ligi yao iko juu kwa sasa, lakini pia ukiachana na kwamba ligi yao ipo juu, wana klabu nyingi ambazo zinatoa wachezaji bora. Ukiangalia klabu kama Mamelodi, ukiangalia klabu
kubwa ambazo zinapatikana pale South Africa kama Vipers na nyingine nyingi ambazo zinapatikana pale South Africa wanafanya kazi nzuri sana na ni vilabu ambavyo vinafanya kimataifa, wanafanya mambo makubwa. Kwa hiyo timu za Tanzania zinachojaribu kufanya ni kuangalia wachezaji kutoka pale South Africa na kuwasajili. Tumesikia tetesi pia za klabu kama Simba kwenda pale South Africa na kuchukua wachezaji. Kwa hiyo ni jambo jema unapoona timu kubwa kama Mamelodi zinafanya usajili mkubwa wa mabilioni ya fedha, basi ni jambo la kwenda kuiga. Lakini sasa huyu Justice Felgado yeye kutokea pale Chippa United ya South Africa, huyu bwana inavyoonekana Yanga bado wanapushi pia saini yake. Huyu jamaa bwana ni zaidi ya Henry Boyel, lakini pia ni mshambuliaji kiongozi namba 9. Amefunga goli 11 kwenye michezo 111 hapo, inafikirisha sana, lakini pia kwenye miaka 7 ndani ya SPL amecheza timu zaidi ya 7. Hapo unaweza ukapiga hesabu tu za moja kwa moja ni muda gani amekaa kwenye timu moja. Kama Yanga watapata usajili wa huyu mchezaji pia huenda wakatengeneza bato kubwa sana kwenye ligi kuu. Yanga wanajaribu kutengeneza kikosi chao. Yanga wanajaribu kuhakikisha timu yao inaenda vizuri, hususan kwenye mashindano ya kimataifa, na hiki ndicho ambacho wanakifanya Yanga. Kwa hiyo hizi tetesi tu za kile ambacho Yanga wanakwenda kukifanya, lakini usajili bado unaendelea na tunaona baadhi ya timu pia zinaenda kutoa thank you. Tumeona mchezaji kama Soa kutoka pale Simba na wachezaji kadhaa wakina Pinpin Kamara wamepewa thank you. Kwa hiyo tunatarajia pia kwenye hizi tetesi za usajili kuna vitu vingi vitatokea, na taarifa tu iliyopo ni kwamba pale Yanga kuna wachezaji ambao watapewa thank you na wataondoka pale Yanga. Kwa hiyo tunachotarajia ni kuona klabu ya Simba na Yanga zikiendelea kufanya usajili wa kuanikiza, kuhakikisha wanaenda kujipanga vizuri kwenye mashindano ya kimataifa. Hizi ni update kutoka hapa Dunia Digital. Endelea kukaa karibu nasi, usiache kusubscribe, kulike, kushare na comment.